Popote ulipo mtazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News TV, hujambo? Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Asante sana kwa support ambayo mnazidi kunipea. Hakikisha kwamba una subscribe, manake hapa ndipo unapata taarifa za ukweli. Sasa serikali ya Samia inatumia kitita cha pesa nyingi ili kusafisha jina la taifa letu la Tanzania ambalo waliharibu mwaka uliopita kwa kuwachinja ndugu zetu ambao walikuwa wanasema, jamani, tuunde katiba mpya, tufanye mageuzi ya uchaguzi kabla hatujafanya uchaguzi wa Oktoba 29. Wakawachinja ndugu zetu ambao walikuwa wanasema kwamba hakuna uchaguzi kabla hamjaweza kumwachilia ndugu yetu Tundu Lissu. Sasa wanang'ang'ana, mtazamaji wangu, kutumia hela nyingi kulisafisha hilo jina kimataifa, ili mradi wapate watalii katika taifa letu la Tanzania. Wakipata watalii, serikali hii batili iongeze kipato. Watalii walisusia kwa sababu gani? Jina la taifa letu la Tanzania lilitanda ulimwenguni kwamba ni nchi ambayo inawachinja wananchi wake pale ambapo wanapohitaji utawala wa kiimla uweze kuisha, wanapohitaji demokrasia, uchaguzi wa demokrasia. Sasa serikali ya Samia kupitia kwa msemaji wa serikali ambaye ni bwana Gerson Msigwa wamelazimika au wamelazimishwa na msanii mkubwa wa Marekani kufuta chapisho ambalo walikuwa wamechapisha mitandaoni, chapisho ambalo ni feki. Kuna huyu bwana mwenye anaitwa John Jackson JJ, mwenye anajiita kwamba ni mtangazaji. Amekuwa akizunguka kwenye mataifa ya kigeni kuuza nchi yetu. Hilo ni jambo zuri. Unapaswa kujua kwamba sisi hatulichukii taifa letu la Tanzania. Tunachukia viongozi ambao wanatawala kiudikteta, alafu wanatumia pesa ili kusafisha lile jina ambalo waliweza kuharibu. Sasa huyu bwana John Jackson ni kana kwamba amepewa dili na serikali aweza kusafisha jina la taifa letu ughaibuni. Kitu kizuri, ndio, hatujakataa, lakini pale ambapo wanakosea ni pale ambapo wanaenda wanapiga picha na wasanii wakuu duniani, alafu wanachapisha mitandaoni kutuambia kwamba hao wasanii wamekubali kuja Tanzania mwaka 2027, kipindi ambapo tutakuwa na African Cup of Nation, kama sijaweza kukosea. Sasa huyu bwana John Jackson akiwakilisha hii serikali ya Samia akamwendea msanii mwenye anaitwa DJ Khaled. Huyu DJ Khaled ni msanii, hatungi nyimbo, ila ni mtu mwenye yuko na umaarufu mkubwa duniani. Anakusanya nyimbo za wasanii wakubwa duniani, yani DJ, anazileta pamoja, anatayarisha mziki, anaunda beat za hip hop pamoja na rap. Amefanya kazi na wasanii kama vile Drake, Rihanna, Jay-Z, Beyonce pamoja na Justin Bieber.
Sasa huyu bwana John Justin akaenda akapiga picha, ama John Jackson akaenda akapiga picha na huyu mtayarishaji wa nyimbo DJ Khaled akiwa amemshikisha jezi ya Taifa Stars. Jambo zuri. Lakini sasa hawakuomba nafasi ya huyu msanii ndiposa watundike hizo picha mitandaoni. Huyu bwana Jackson John, kwa sababu yuko kwenye payroll ya serikali, analipwa na serikali ya Samia, akachapisha hizo picha mitandaoni na akatumia Grayson Musiwa akachapisha kwenye Instagram wakisema kwamba bwana DJ Khaled ameipenda Tanzania, jambo zuri, na eti kwamba amekaribishwa na amekubali kukuja Tanzania mwaka ujao 2027, ukipenda mwaka 2027, kipindi cha African Cup of Nation, kitu ambacho ni uongo. Wanataka kutuaminisha kwamba sisi tunapigania katiba, tunapigania demokrasia, na tunapigania uongozi mbaya, na tunapigania serikali mbovu ya Samia iondolewe, lakini eti watalii wanaendelea kuipenda Tanzania yetu. Sasa huyu DJ Khaled kupitia kwa management yake imelazimisha serikali kufuta hilo chapisho, kwamba ni chapisho ambalo liliweza kuchapishwa bila ya idhini ya msanii, na ni chapisho ambalo liko na habari gushi, habari feki. Msigwa alianza kutundika hivi: diaspora anayejua kupigania bendera ya Tanzania na manufaa ya Watanzania kwa vitendo, namzungumzia John Jackson JJ, amemfikishia mwanamuziki mkubwa na maarufu nchini Marekani DJ Khaled. Amemfikia John Jackson ambaye ni diaspora hakukutana na DJ Khaled ili kulalamika au kuisema vibaya Tanzania au kuomba wasanii wakubwa waje Tanzania au kuponda watalii wasije Tanzania au kupiga chapuo propaganda za kimagharibi dhidi ya Tanzania. Amemkabidhi jezi ya Taifa Stars na kisha akamshawishi na kumkaribisha DJ Khaled kuja Tanzania kutembelea vivutio vya utalii ili Watanzania wapate pesa na nchi ipate pesa za kutoa huduma kwa wananchi. Alafu Grayson Musiwa akaandika hivi: Je, wewe diaspora uliopo Marekani, Uingereza, Ulaya, yote Brazil, Mashariki ya Kati, Australia, China, ukikutana na fursa kama hizi, wewe unapiga picha za kutambia mtaani, za kuomba connection zako binafsi, za kujifanya wewe sio Mtanzania, za kutukuza ukoloni au za kupenyeza ajenda za kuinufaisha nchi yako. Huyu ni diaspora wa maana kabisa, John Jackson. Unajua bwana Msiwa anatufanya eti kwamba tusijue eti kwamba John Jackson analipwa na serikali ndiposa aweze kufanya hayo mambo. Unaona, walipiga hii picha, mtazamaji wangu, ili kutambia mitaani, lakini sasa nataka uweze kuona management ya DJ Khaled jinsi ambavyo imesema. So unaona, walituambia tu kwamba walimkaribisha Tanzania, lakini sasa angalia vile management inasema: fake endorsement. Rock Nation Sports International is aware of unauthorized content circulating online falsely
portraying an endorsement deal between DJ Khaled and Visit Tanzania. This content is unapproved and constitutes IP infringement. No official endorsement exists. Active legal and administrative measures are currently being taken to enforce the prompt removal of this content and end all false representations. Our real partner exposure. Unaona, management ya DJ Khaled imelazimika baada ya Bwana Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, kudanganya ulimwengu na kudanganya wananchi Tanzania kwamba John Jackson alimfikia Bwana DJ Khaled na wakapata makubaliano kwamba DJ Khaled aje Tanzania, na akaendorse tu kwamba taifa la Tanzania ni nchi ambayo ipo na security, iko na usalama wa kutosha. Kipindi ambapo najua alinyoosha ile bendera ya Taifa Stars, hiyo ni kumaanisha kwamba aliendorse Tanzania kwamba ni nchi ambayo watalii wanaweza wakatembea. Unaona, management yake imeweza kusema kwamba hiyo ni fake endorsement. Wameliona hilo chapisho ambalo linatembea mitandaoni eti kwamba DJ Khaled na Bwana JJ waliweza kukubaliana atembee katika taifa letu la Tanzania. Wakaeleza kwamba hayo makubaliano hayakuwafikiwa na hakuna makubaliano ambayo yamefika kwenye meza ya management ya DJ Khaled. Kwa hivyo wakasema hivi, wameanzisha sheria, wameanzisha kutuma mawakili wao kwa serikali ya Samia kuhitaji kuondolewa kwa chapisho hilo mara moja kutoka kwa ukurasa wa msemaji wa serikali Bwana Gerson Msigwa. Pili, wanataka habari potovu kama hizo zinazotoka kutoka kwa serikali ya Samia zisiendelee kusambazwa, iwe ni mwisho, iwe mwanzo na mwisho. Nimeenda kupitia kwenye ukurasa wa Bwana Gerson Msigwa upande wa Instagram. Kusema ukweli, mtazamaji wangu, sijaweza kuona chapisho hilo. Kumbe hii serikali batili ikiwakilishwa na Bwana Gerson Msigwa ambaye anadanganya wananchi na kupotosha ulimwengu, walilazimika kuondoa chapisho hilo ambalo walikuwa wamechapisha ili kutambia kusema kwamba hakuna Mtanzania mwenye anasema nchi yake vibaya. Hatusemi nchi vibaya, tunaipenda nchi yetu, ila kitu ambacho hatutaki ni viongozi ambao wanaokwamilia madarakani, ni viongozi ambao wanataka kututawala kimabavu, ni viongozi ambao wanataka kutulazimisha eti waendelee kutuongoza, ni viongozi ambao hawatutaki kutupea katiba mpya, ni viongozi ambao hawataki kumaliza utawala wa kiimla, ni viongozi ambao unapata kwamba serikali yao inaua wananchi alafu haitaki haki iweze kupatikana. Ndio maana tunaambia watalii kwamba katika nchi yetu ya Tanzania hakuna usalama, utekaji upo, na mkikuja kwenye nchi yetu mpotee. Hiyo ni kuharibia nchi yetu jina. Hakuna usalama wa kutosha. Ona sasa, wamejipatia aibu ya kukimbilia mambo na kuanza kusema eti kwamba DJ Khaled amekubali kuja Tanzania, amekubali endorsement ya kusema kwamba Tanzania ni nchi salama, njoo mtembelee pale, kipindi ambapo wao wenyewe ndio wamekuwa wakichinja wananchi na kuwaua wananchi, na wamekataa kupeana haki kwa familia za wale ambao waliweza kuwaua mwaka uliopita. Hili ni fundisho kwa hii serikali ya Samia kwamba wasikimbilie kupotosha ulimwengu. Na mimi ninajua
walipigwa faini na msanii kama huyu. Alihitaji faini. Msanii huyu alihitaji kupewa pesa kwa sababu jina lake ni jina kubwa ambalo lilitumika kupotosha ulimwengu. Wazo lako ni lipi? Mimi wazo langu na uasia wangu ambao nataka niweza kuambia hii serikali. Mimi najua kwamba Bwana Gerson Musiwa huwa ananitazama. Ukubali usikubali, ananitazama. Ninamwambia hivi, wacha kukimbilia mambo. Hawa wasanii wakubwa wa ulimwengu sio kama hawa wasanii wetu hapa Tanzania ambao mnaweza mkawaita muwaonge. Kila mtu yuko na environment yake, yuko na dhamani yake. Hii dhamani ambayo mnadanganya wasanii wetu hapa Tanzania sio dhamani ambayo unaweza ukafikia wasanii wa ulimwengu. Wale wasanii wa ulimwengu mkiwapata hivi, jua basi mmeweza kupata watalii wengi. Na ndio maana wao wenyewe wanajua kila ambacho kiliweza kutendeka Tanzania mwaka uliopita. Na ndio maana hawataki mambo mengi na utawala huu wa Samia. Wazo lako ni lipi? Sema nasi tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu awabariki.